ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 2. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 2 na ule mstari wa 16 mpaka wa 18. Neno la Mungu linasema, ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhibika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehem na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliouhakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Lama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawako. Funika macho yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu, tunatambua uwepo wako kwenye maisha yetu kabisa, na tunatambua neema hii ambayo imetufanya kuwepo katika ibada hii siku ya leo, na tunajua uko katikati yetu. Bwana, asante kwa neema hii na asante kwa kibali chako Mungu ria hai. Ninaomba katika jina la Yesu, yale mapenzi yako mema uliyoyakusudia asubuhi ya leo upate kuyatimiza tena sawa sawa na vile ulivyopanga mwenyewe. Roho Mtakatifu wa Mungu, tunatambua uwepo wako, tunaheshimu nguvu zako na tunatambua mamlaka yako. Bwana, tunakupa nafasi kwenye hii madhabahu na tunakupa nafasi katikati yetu. Ruhusu nguvu zako kuwa pamoja nasi, naam, ukatusemeshe kwa neno lako, ukayageuze maisha yetu ya kugeukie wewe, katika jina la Yesu aliye hai. Amsha mioyo yetu ipokee neno lako, fungua fahamu zetu zipate kuelewa, zitie nuru akili zetu Bwana, zipate kusikia sauti iliyo ndani ya neno lako, katika jina la Yesu aliye hai. Asante kwa kuwa wewe ndio unayemiliki na kutawala, na ibada ya leo ni ya kwako Bwana. Tunaiachilia kwako na mikononi mwako, tukisi uongozi wako na ufunuo wako na nguvu zako sahihi, katika jina la Yesu aliye hai. Asante kwa kuwa uko tayari kutuhudumia Bwana. Asante kwa kuwa uko tayari kuyagusa maisha yetu, katika jina la Yesu. Na kila mwenye mwili aseme amen. Kila mwenye mwili aseme amen. Nimesema kila mwenye mwili aseme amen. Ninaomba uketi. Bwana asiwe. Mwambie jirani yako, hapa tuko ibadani, hatuko msibani. Mwambie hivyo. Unamwogopa? Mtazame usoni. Mwambie, hapa tuko ibadani, hatuko msibani. Bwana asiwe. Ameelewa ulichomwambia? Nilikuwa namuuliza mchungaji, nasema ina maana wote hao wamefunga siku 3 kavu? Maana kila mtu amekaa hivi kama ana nguvu kabisa. Amen, amen. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa mfano, kama hutaweza kufurahi nyumbani kwa Bwana, utafurahia wapi sasa? Kwa sababu hakuna mahali pengine unaweza kufurahi. Kila mahali unakopita vita imejaa tu, changamoto ni nyingi. Nyumbani kwa Bwana peke yake ndiko unatakiwa kufurahi. Sasa ukiingia kanisani umenuna toka ibada inaanza mpaka inaisha, mtazame jirani yako, toka ibada inaanza mpaka imeisha, inaelekea kuisha kanuna tu, atafurahi wapi? Muulize, utafurahi wapi? Anasemaje? Jina la Yesu libarikiwe. Wengine hata mmekaa pamoja mjasalimiana, msalimie, mwambie Bwana Yesu asifiwe. Shike mkono, mwambie Bwana asifiwe. Mwambie karibu ibadani. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Wale wa mama wanaompenda Yesu, Bwana asifiwe. Wale wakina baba na vijana wanaompenda Yesu, Bwana Yesu asifiwe.
Haya, kama wote tunajua Yesu ni Bwana na Yesu ndiye mfalme na Yesu ndiye Mwokozi na Yesu ndiye sababu ya maisha yetu kuwa hapa kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo ni hitimisho la kongamano, na ninaona mchungaji hajatambulisha wengine. Inawezekana wengine wapo ambao walikuwepo kwenye kongamano tangu jana na wasali hapa kanisani kwetu. Sijajua kama hao wapo. Wale ambao wamesema mwalimu, tunahudhuria kuanzia asubuhi, nilisema toka asubuhi tunaendelea na somo la kongamano. Kama mpo mnaweza kusimama kama mmekuja kwenye ibada hii kwa ajili ya kuendelea na kongamano, ingawa wengine walisema wanaweza kuja ibada ya pili. Bwana asifiwe. Basi kama wapo pia tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Nikukaribishe mtu wa Mungu, ndugu yangu wa Forest, tunapohitimisha leo kongamano. Karibu sana. Najua saa nyingine kongamano linapofanyikia kwetu alafu unakosa muda wa kushiriki, ni changamoto pia. Amen. Na hiyo ndio bahati mbaya ya Leonard Simfukwe. Hawezi kunyamaza, lazima atasema tu yale ambayo Bwana anampa kusema. Ndugu zangu wa Forest, mambo haya yanapofanyika sio kwa ajili ya show off, sio kwa ajili ya kujionyesha. Mungu anaporuhusu majira kama haya, wakati mwingine Mungu anakuandaa juu ya mazingira yanayokuja mbele. Hata kama unakuwa busy, pata nafasi ya kutenga muda. Pata nafasi ya kutenga muda. Pata nafasi ya kutenga muda. Vitu ambavyo Mungu anatupa, usije ukafikiri vitakuwepo siku zote. Kuna wakati tutatamani kupata huo muda, hatutaupata. Kama ambavyo umepata muda wa kuja ibadani, kuna mtu yuko kule Rufaa anatamani kupata nafasi hii lakini hajapata. Lakini alipokuwa mzima, nafasi kama hizi za kuja kumwabudu Mungu aliona ni kitu cha kawaida sana kwake. Lakini saa hii anatamani sana kwamba angepewa hata nafasi moja, lakini hajapata. Kwa hiyo Mungu anapokupa nafasi, hakikisha unaitumia vizuri. Na Mungu awabariki sana kwa Yakuu. Sijajua kama wapo au watakuwa ibada ya pili. Wamekuwepo siku zote za kongamano, toka siku ya Ijumaa na mpaka siku ya jana. Na leo tunahitimisha na tuna maombi maalum kabisa leo, na jioni pia mchungaji mkuu wa jimbo na wachungaji wengine watakuwa wanashirikisha meza ya Bwana, nafikiri kuanzia saa 11. Kwa hiyo kama ukupata fursa ya kuwepo kwenye kongamano, basi Mungu akupe neema leo, ungana na wanakongamano wengine. Inawezekana kabisa Mungu alikuandalia kitu chako leo. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. Amen, watu wa Mungu. Kwa hakikisha leo na kuwepo, kwa sababu inawezekana Mungu alikuandalia jambo lako leo. Na maono ya kongamano hili ni kupokea nguvu ya kibali cha utukufu au kibali cha kiungu. Na kwa somo hili nililosoma, takuwa na muda mchache hapa wa kukueleza na tutaingia kwenye maombi. Na ninataka nikuambie kwa hakika, hakuna mbadala wa maombi. Haupo. Hakuna mbadala wa maombi. Haupo kabisa. Hakuna mbadala wa maombi. Haupo. Mambo yanayohusu maombi hayana mbadala. Wala huwezi kusema badala ya kuomba nitafanya hiki. Hakuna mbadala wa maombi. Kama ambavyo hakuna mbadala wa utoaji sadaka. Mungu anapotaka utoe sadaka, usije ukasema mimi nitaomba.
Mungu anapotaka ukae naye kwenye maombi, usije ukasema mimi nitatoa sadaka tu inatosha. Hakuna mbadala wa maombi, watu wa Mungu. Narudia tena kwa mzigo, hakuna mbadala wa maombi. Kwa hiyo Mungu akusaidie sana. Na tutakuwa na muda mchache hapa. Kama unaandika, andika nguvu ya kibali cha utukufu. Nguvu ya kibali cha utukufu. Nguvu ya kibali cha utukufu, au nguvu ya kibali cha kiungu. Nguvu ya kibali cha utukufu, au nguvu ya kibali cha kiungu. Nguvu ya kibali cha utukufu, na nitakupa maana kama angalau 3, tutaishia hapo. Kwa maana ya kibali cha kiungu, maana yake nini? Nguvu ya kibali cha utukufu. Katika maandiko tuliyosoma ya Injili ya Mathayo, ile sura ya 2, wale wanaofuata kalenda ya kanisa letu watagundua kabisa kwamba hilo ndio somo la mahubiri pia. Mathayo sura ya 2, ule mstari wa 16 mpaka wa 18. Utaona maandiko yakianza kwa kusema, ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi. Alafu Biblia inasema huyu Herode alighadhibika sana, akatuma watu kuwaua watoto. Swali linakuja, kwa nini hawaue watoto? Kwa nini hawaue hawa watoto? Hizi zilikuwa ni habari za kuzaliwa kwa Yesu. Habari za kuzaliwa kwa Yesu. Habari zimesikika. Huyu mtoto aliyezaliwa na kibali kisicho cha kawaida. Wataalamu wa usomaji wa nyota wamepata taarifa, wamesafiri umbali mrefu kwenda kumpelekea zawadi mfalme mpya aliyezaliwa, na wakati huo yuko mfalme madarakani. Ile nyota ikawaongoza, wakafika mpaka Yerusalemu. Alafu wanaenda kuuliza, na bahati mbaya mahali walipouliza walikuwa wamekosea sana. Wanamuuliza mfalme kwamba tumekuja kumsujudia mfalme aliyezaliwa. Unamuuliza mfalme aliyeko madarakani kwamba kuna mfalme aliyezaliwa. Unamuuliza mfalme aliyeko madarakani kwenye kiti cha uongozi kwamba kuna mfalme amezaliwa. Alafu bahati mbaya sana haumwambii huyu mfalme kuwa tumekuletea zawadi wewe. Unasema tumemletea zawadi mfalme aliyezaliwa. Mfalme aliyezaliwa ndio tumemletea zawadi. Maandiko yanasema wazi, hakuonyesha kile kilichoko moyoni mwake Herode, lakini akaanza kuuliza kupata kujua. Akawaita waandishi na wakuu wa makuhani apate kuelewa hizi habari ziliandikwaje. Je, hizi habari zipo? Maandiko yanasema wale watu wakamletea habari hizo kwamba ndivyo zilivyo. Bethlehemu, wewe huu mdogo, kwako atazaliwa nini? Atazaliwa Masihi. Sasa angalia, alipopewa hizo habari, maandiko yanasema Herode akawaambia, nendeni mkamsujudie, na baada ya kumsujudia mtarudi mje mniambie, na mimi niende nikamsujudie. Lakini maandiko yanaeleza, ukifuatilia lengo la Herode kuja kupewa habari ya yule mahali mtoto alikozaliwa halikuwa jema. Sasa mamajusi, kwa kuwa Mungu huwa anajua nia za watu, Mungu anajua mawazo ya watu, Mungu anajua mpaka mawazo ya marafiki zako unaoamini sana. Mungu anajua mawazo ya watu unaohusiana nao. Mungu anajua, kwa sababu kuna watu unaweza kuhusiana nao na ukawapenda sana, lakini walichobeba moyoni wewe hukijui. Kuna watu wao wanaongea vizuri wakikuona hivi, lakini pembeni wanachoongea anajua Mungu peke yake. Jina la Yesu litukuzwe. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa hiyo Mungu alijua kilichoko ndani ya moyo wa Herode, na maandiko yanasema akawaonya mamajusi wasirudi kule kwa Herode kumweleza habari za mtoto. Kwa nini wasirudi? Kwa sababu anajua kilichoko ndani ya moyo wa Herode, anakifahamu. Maandiko yanaeleza baada ya kuwa mamajusi hawajarudi, Herode alipoangalia muda, akaona huu muda wangesharudi, wangeshaniletea taarifa. Baada ya kujua mamajusi hawajarudi, maandiko yanasema ndipo alipogundua kuwa amedhihakiwa. Yaani kwa mfalme kutoa oda
alafu watu wasikurudie, ni kama vile umeondolewa heshima ya kiutawala. Kwa hiyo maandiko yanasema wazi, yanasema Herode akaamua kufanya maamuzi magumu. Ile nia iliyokuwa imejificha ndani ikajidhihirisha wazi. Akaanza kuua watoto, kuanzia aliyezaliwa mpaka watoto wenye umri wa miaka miwili, wote wakachinjwa, wakauawa. Kilio kikasikika kwenye ile miji, watoto wakauawa na kuchinjwa. Anayetafutwa ni nani? Huyu aliyezaliwa, ambaye amepewa heshima ya kuwa mfalme. Kinachomtesa Herode ni nani? Kinachomtesa Herode ni nini? Inawezekaneje mtoto azaliwe leo alafu awe na kibali kuliko mimi mfalme niliyetawala muda mrefu? Inawezekaneje mtoto azaliwe leo, watu watoke mbali kuja kumsujudia, wakimheshimu kama mfalme, wakati mimi mfalme niko madarakani? Kinachomsumbua Herode ni kibali cha mtoto aliyezaliwa. Ndio maana Yesu hafananishwi na mitume, hafananishwi na nabii yoyote aliyepata kuzaliwa, kwa sababu kuzaliwa kwake kulikuwa kwa pekee sana, na hata alipozaliwa kibali chake kilikuwa sio cha kawaida. Malaika waliimba nyimbo, kila jamii ilipata taarifa, hata waliokuwa machungani walipelekewa habari kwamba amezaliwa, amani duniani. Sasa angalia, ukisoma maandiko utakuja kugundua kwamba Yesu hakuzaliwa na kibali cha kawaida. Kibali alichozaliwa nacho kilitoka kwa baba yake, na kiliwasumbua wafalme, kiliwasumbua viongozi wa dini, kiliwasumbua watawala. Wasingependa kumuona mtu kwa namna ile kwa nyakati zao. Kwa hiyo tangu tu anazaliwa wakatafuta kumuua. Wanachotafuta kukiua ni kile alichozaliwa nacho. Na ndio maana saa nyingine kuna watoto wanazaliwa wakiwa wadogo tu, wanakuwa na vita kubwa sana mpaka unashangaa. Unajiuliza, watoto wengine mbona wanakuwa tu kirahisi, wako tu simple. Lakini kuna mtoto tangu anazaliwa ni vita mfululizo. Ajali na yeye, ajali za moto, ajali za maji, ajali za nini, magonjwa na yeye, na vitu mbalimbali. Lakini unakifuatilia unakuja kugundua, pamoja na kwamba ni watoto wote wamezaliwa, lakini huyu anayeshambuliwa namna hii, kuna kitu kinatafutwa kwenye maisha yake. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sasa mwalimu, ulitaka kusema nini? Nataka nikwambie nguvu ya kibali. Watu wa Mungu, Yesu alipokufa msalabani, watu wote wanaomwamini na watu wote wanaozaliwa kwenye agano jipya wanazaliwa wakiwa na makusudi ya Mungu kamili kabisa kwenye maisha yao. Haijalishi unamuonaje leo, haijalishi unamuona mlevi, haijalishi unamuona malaya, haijalishi unamuona changudoa. Hakuna mtu aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Kila mtu aliyezaliwa kwenye agano jipya, kila mtu aliyezaliwa duniani, hakuna mtu aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Kila mtu aliyezaliwa yako makusudi ya Mungu yaliyo kamili kwenye maisha yake, ambayo kwayo Mungu angetamani kuona unayatekeleza, unayaishi ukiwa duniani. Na bahati mbaya sana, dhambi tangu imeingia duniani toka kipindi cha Eden, isingependa kuona mwanadamu anaishi maisha yake. Isingependa kuona mwanadamu anaishi maisha ambayo Mungu alimkusudia. Na hii ndio sababu suluhisho la hicho ilibidi Yesu aje, afe msalabani, ili kila anayempokea, kila anayemwamini awe na uzima wa milele. Amen watu wa Mungu. Sasa mwalimu, hiyo kicho kibali ndio nini? Unaposema kibali cha kiungu ndio nini? Kibali cha kiungu ndio nini? Ngoja nikuunganishie. Warumi 15 mstari wa 30 hadi 32. Warumi 15. Nimekuonyesha Yesu alipozaliwa, kilichowasumbua watawala ni kile kibali alichozaliwa nacho. Habari zake zilienea, wafalme wakazipata.
wakuu wa makuhani wakazipata. Akapewa heshima angali mtoto kuliko heshima waliotakiwa kupewa wafalme. Kitu hicho kilisababisha atafutwe kuuawa. Fungua Walumi. Mtu yoyote aliyezaliwa na kibali, vita yake ni ya mauti. Usije ukafikiri vita yake ni ya kawaida. Walumi 15 mstari wa 30 mpaka ule wa 32. Maandiko yanasema, ndugu zangu, na wasii kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa Roho, jitahidini pamoja nami katika maombi yenu kwa ajili yangu mbele za Mungu, kwamba niokolewe na wale wasioamini katika Uyahudi. Usije ukasahau hapo, kwamba niokolewe na wale wasioamini katika Uyahudi, na tena huduma yangu niliyo nayo huko Yerusalemu ikubalike kwa watakatifu. Angalia hilo neno, ikubalike kwa watakatifu, nipate kufika kwenu kwa furaha kama apendavyo Mungu, nikapate na kupumzika pamoja nanyi. Huu ni waraka wa Paulo mtume kwa kanisa la Rumi. Angalia maneno anayowaambia. Anasema, ndugu zangu, na wasii kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lile neno na wasii sio kumuomba mtu kwa lugha ya kawaida. Neno na wasii ni unamuomba mtu kwa kumbembeleza ili aweze kusikia hoja yako na aitekeleze sawasawa na unavyohitaji. Lile neno na wasii maana yake anawaomba hawa ndugu kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa Roho. Upendo wa Roho maana yake ni upendo wa Roho Mtakatifu. Anasema nawaomba na wasii kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa Roho. Anasema jitahidini pamoja nami. Angalia lile neno, jitahidini pamoja nami. Jitahidini pamoja nami. Kwa nini asiseme tu ombeni pamoja nami? Kwa nini aseme jitahidini pamoja nami? Jitahidini pamoja nami maana yake kuna jambo nataka kuambia. Msifanye kama vile mlivyozoea. Ili jambo ninalotaka kuambia linahitaji mfanye zaidi ya ukawaida, zaidi ya mazoea, zaidi ya vile mmezoea kufanya. Anasema jitahidini pamoja nami. Maana yake na mimi ninajitahidi, lakini ninaona peke yangu sitaweza. Ninaomba mjitahidi pamoja nami. Mjitahidi pamoja nami kufanya nini? Angalia, anasema jitahidini pamoja nami katika maombi yenu kwa ajili yangu mbele za Mungu. Huyu mtume Paulo alikuwa amejaa upako. Moja ya mitume waliojaa nguvu za Mungu zisizo za kubatisha. Mtume aliyejaa mafunuo. Mtume aliyejaa upako. Mahali pengine anaongea mwenyewe, mimi nina uwezo wa kunena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Muombaji wa viwango, prayer warrior, mtumishi wa pekee ambaye alikuwa na uwezo wa kuomba na kupokea mafunuo mengi kutoka kwa Bwana. Lakini pamoja na hayo yote, saa hii tunamuona anahitaji maombi kwa kanisa. Tena anasema jitahidini pamoja nami katika maombi yenu mbele za Mungu kwa ajili yangu, sio kwa ajili ya kitu kingine. Anasema kwa ajili yangu. Sasa lile neno jitahidini, inaonekana lile jambo alilokuwa anawaambia, agenda alizonazo ni very serious, ni agenda nzito ambazo hazimuhitaji yeye peke yake. Maandiko yanasema, unisikilize mtu wa Mungu, anasema ombi la kwanza kwamba niokolewe na wale wasioamini katika Uyahudi. Niokolewe na wale wasioamini. Hiyo ilikuwa ajenda ya kwanza. Niokolewe na wale wasioamini. Niokolewe. Sasa kuokolewa hapa anachomaanisha sio kuokolewa aende mbinguni. Maana yake aokolewe na mabaya yanayoandaliwa na wasioamini walioko katika Uyahudi. Aokolewe
Aokolewe maana yake asije akakutana na mabaya, asije akauawa. Wale wanaosoma maandiko watagundua moja ya watumishi waliofanyiwa attempt za kuuawa ni Paulo. Pia alitengenezewa mikakati mingi tangu siku ile anampokea Yesu na kuanza kuhubiri kwenye masinagogi, wakapanga kumuua. Mahali pengine walifunga mpaka na kufunga, yani watu wanatafuta kumuua Paulo, wamefunga ili wamuue, wamefunga ili wamuue, wanasema hatutafungua mpaka amekufa. Fikiria, yani watu wanakukasirikia, wanafikia level ya kufunga mpaka wakuue, level ya kufunga, wanasema hatutakula chakula mpaka tumemuua, mpaka tumemuondoa. Ndio maana Paulo anaomba maombi. Jambo la kwanza, aokolewe. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa mfano wewe ukitembea huko mtaani, kila mtu anakuchekea. Si unaona kila mtu rafiki Haijalishi ukoje. Unaweza ukajivuna kwa namna yoyote. Mimi ninaomba sana, nikikaga kwenye maombi Mungu ananisikiliza. Sikiliza, Paulo alikuwa anaomba kuliko wewe, lakini bado alihitaji msaada wa kanisa ili alichobeba kikubalike mbele za watu. Bado unahitaji msaada, na ndio maana hakuna mbadala wa maombi. Ikiwa unahitaji nguvu ya kibali kwenye familia na kwenye maisha yako na kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako, nguvu ya kibali lazima uombe. Kuna aina ya maombi ambayo yanaleta nguvu ya kibali, sio maombi ya kawaida. Lazima ujidhatiti, na ndio maana tukasema lazima watu wafunge, umaanishe. Sasa saa nyingine adui anachotufanya, anatufanya tuone sisi tuko vizuri. Uko vizuri wewe? Mwangalie jirani yako, mwambie wewe uko vizuri kweli? Tazame usoni, unashindwa kumwambia, mwambie wewe kabisa umekamilika wewe. Wengine wanaogopana. Nimesema mtazame usoni. Unaogopa nini? Tuko kanisani. Huyo ni ndugu yako tu, hakufanyi chochote. Huyo ni ndugu yako kwa sababu ana upendo wa Kristo. Mtazame usoni, mwambie wewe uko vizuri wewe. Yaani umekamilika maeneo yote, haumuhitaji Mungu kabisa. Mtazame usoni, mwambie wewe haumuhitaji Mungu kabisa. Yaani watoto wako nao wamekamilika, hawamuhitaji Mungu kabisa. Anajisemaje? Amekamilika 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 Amekamilika. Ndio maana tunamhitaji Mungu, watu wa Mungu. Mimi nakwambia, awe mtumishi, awe mhubiri, awe nani, hajakamilika. Na ngoja nimalizie hiki kipengele. Ndio maana nakwambia sasa, angalia kwa nini Paulo anaomba aombewe. Watu wa Mungu, nguvu ya kibali ina vita yake. Wengine familia zetu zingekuwa zimenawili vizuri, baba zao mama zao wanampenda Mungu, wanamtumikia Mungu, lakini cheki vita juu ya familia zao, cheki vita juu ya ndoa zao. Saizi watu wanafahamu, wale wanaofanya kazi kwenye maeneo ya mahakama wanajua. Kaangalie divorce zinazokwenda kule mahakamani. Christian. Wao nafikiri ni mpango wa Mungu. Wengine wameishi muda mrefu mpaka wanakaribia kuzeeka, wanasali kanisani, wanapenda kwenye divorce. Unafikiri ni mpango wa Mungu. Wao unafikiri hivyo vyote ni mpango wa Mungu. Shetani hajawahi kumtakia mwanadamu mema. Hajawahi. Wakati wewe unaishi umerelaksi kwenye ulimwengu wa roho, unapangiwa mabaya, kama sio kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya maisha yako. Kama sio kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya ndoa yako. Kama sio kwa ajili ya ndoa yako, kwa ajili ya watoto wako. Wewe unafikiri wengine wanaumwa pressure, unafikiri ni za kwao. Wengine wanaumwa pressure kwa sababu ya maumivu, uchungu walio nao juu ya watoto wao. Kuna namna walitarajia juu ya watoto wao, hawaoni lile tarajio. Wengine kwa ajili ya afya zao, kuna namna walitarajia uzima, hawaoni ule uzima kwenye afya zao. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Ngoja tumalizie. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume. Hiki nguvu ya kibali cha utukufu ninaoisema, watu wa Mungu, inatoka kwa Mungu mwenyewe. Sema inatoka kwa Mungu mwenyewe. Sema inatoka kwa Mungu mwenyewe. Hii haitokagi kwa wanadamu. Unaweza ukawa na connection na wanadamu. Wanadamu wanakufa kesho, hawatakuwepo. Wanadamu unaowategemea wakifa, nini kitatokea?
Unasema tu mimi ninao watu. Okay, hao watu wanakufaga. Nini kitatokea kwenye maisha? Ndio maana lazima ujifunze kumtegemea Mungu. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 9. Matendo ya Mitume, andika Matendo ya Mitume sura ya 9. Wewe utasoma mstari utaandika mstari wa kwanza mpaka ule wa 25. Andika huo mistari, lakini mimi nakusomea mistari michache. Angalia mimi nakusomea mstari wa 10. Naanzia mstari wa 10. Maandiko yanasema, basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono. Anania akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia itwayo Nyoofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda, katika njia itwayo Nyoofu, kaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya na mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wakuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli, maana nitamwonyesha yaliyo mengi yatakayompaswa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Sasa angalia, Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwe Roho Mtakatifu. Mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, akapata kuona, akasimama, akabatizwa, akala chakula na kupata nguvu. Sasa angalia, akawa huko siku kadhaa wa kadhaa pamoja na wanafunzi walioko Dameski. Mara akamhubiri Yesu katika masinagogi kwamba yeye ni mwana wa Mungu, na wote waliosikia walishangaa, wakasema, siye huyu aliyewaharibu waliolitia jina hili huko Yerusalemu? Na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo, awafunge na kuwapeleka kwa wakuu na makuhani. Sauli akazidi kuwa hodari, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akithibitisha kuwa huyu ndiye Kristo. Mstari wa 23 anasema, hata siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya shauri ili wamuue. Usisahau hili neno, siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya shauri ili wamuue. Lakini hila yao ikajulikana na Sauli, wakamvizia malangoni mchana na usiku wapate kumuua. Wanafunzi wake wakamtoa usiku, wakamshusha ukutani, wakamteremsha katika kapu. Wanataka kumuua Sauli. Jina la Yesu libarikiwe. Herode kule anataka kumuua Yesu kwa kibali. Sauli anataka kuuawa na Wayahudi kwa sababu anamhubiria Yesu. Sasa unisikilize. Habari nilizokusomea ni habari za Sauli ambaye baadaye aliitwa Paulo. Nisikilize tunapoenda kumaliza. Sauli alilitesa kanisa sana. Akawa anabeba nyaraka kwa wakuu wa makuhani, anaenda nazo Dameski. Siku hiyo alipokuwa amebeba hizo nyaraka, akiwa njiani akakutana na Yesu. Nuru ikamulika kote kote, alafu akasikia sauti ikiita, Sauli, 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 mbona waniuzi? Sauli akiwa chini, ile nuru haikuwa ya kawaida. Akasema, Bwana, ni nani wewe ninayekuuzi? Akasema, mimi ni Yesu unayeniuzi. Sauli akiwa chini anasikia sauti inasema, mimi ni Yesu unayeniuzi. Na kwa nini Sauli alikuwa anamuuzi Yesu? Kwa sababu alikuwa analitesa kanisa lake. Na unisikilize watu wa Mungu, unapowatesa watoto wa Mungu, hauwauzi wao, unamuuzi Yesu mwenyewe. Haleluya, haleluya. Unapowatesa, unapowasimanga, unapowanenea vibaya, hauwauzi wao, unamuuzi Yesu mwenyewe. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Sasa unisikilize. Basi wakati ule maandiko yanasema Yesu akamweleza, mstari wa 6 akasema uende. Ukisoma ule mstari wa 6 anasema, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo
kutenda. Anaambiwa simama uingie mjini, utaambiwa ya kupasayo kutenda. Aliposimama anataka kuona, macho yake yametiwa upofu. Akaenda mjini, akakaa kwenye hiyo nyumba. Alipokuwa kwenye ile nyumba, maandiko yanasema akaingia kwenye maombi. Na ukisoma maombi aliyoingia yalikuwa ni maombi ya mfungo siku 3. Amekutana na Yesu leo, kaingia kwenye maombi leo siku 3, hali yanywe. Akaomba kwa mara ya kwanza mpaka akamuona mtumishi anayetakiwa kuja kumwekea mikono. Lakini mtumishi aliyemuona kwenye maombi ndio wale ambao wana habari mbaya kuhusu yeye. Unisikilize napoenda kumalizia. Ameomba siku 3 kavu mpaka akaona maono. Anaona Anania anamwekea mikono. Ndivyo Yesu anazungumza hapa. Sasa baadaye Yesu anamwendea Anania, naye anamwendea kwa njia ya maono. Anamwambia Anania, kumbuka alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Achana na yule Anania yule mwingine ambaye alileta akafa, waliojishauri na mke wake alafu akauawa pale. Huyu ni Anania aliyekuwa Dameski, ambaye alikuwa moja ya wanafunzi wa Yesu waaminifu. Hasa angalia, anamwambia nenda kamuombee Sauli. Yesu anamwambia nenda kamuombee Sauli. Unajua Anania alichojibu? Akamwambia, Bwana sikiliza, huyu Sauli unamjua vizuri. Huyu Sauli nina habari zake mbaya. Nataka unisikilize hapa kwa makini. Nina habari zake mbaya. Na moja ya habari zake, huyu ni mtu amelitesa kanisa huko Yerusalemu. Lakini hapa pia amekuja akiwa na barua kuja kuwakamata watu wanaokuamini. Awakamate ili awatese, awafunge. Alafu ona niambia mimi nikamuombee mtu ambaye tuna profile mbaya. Sasa angalia maandiko yanavyosema. Yesu akamwambia, sikiliza Anania, yule unayesema ana profile mbaya, kile ni chombo changu. Maana yake kwa lugha nyingine, Yesu anamtambulisha Sauli kwa Anania. Anamtambulisha kwa sababu Anania asingeweza kwenda kumwombea, na kwa wakati ule anayetakiwa kumpa msaada Sauli ni Anania. Maandiko yanasema akamwambia, huyu ndugu anaua watu, siwezi kwenda. Sasa angalia, Yesu akamwambia, hiki ni chombo changu kiteule kitakacholibeba jina langu kwa mataifa na kwa wafalme. Kwa hiyo Yesu anamtambulisha Sauli kwa Anania. Nisikilize makini hapo. Yesu anamtambulisha Sauli kwa Anania. Yesu anamtambulisha Sauli kwa Anania. Kwa nini Yesu anamtambulisha Sauli kwa Anania? Kwa sababu katika mpango wa Mungu, Anania ndiye aliyekuwa ameandaliwa kumsaidia Sauli, kumwombea Sauli. Lakini ili Anania aje, lazima Yesu amtambulishe Sauli kwa Anania, kwa sababu huyu Anania ana habari mbaya kuhusu Sauli. Unisikilize watu wa Mungu, hapa duniani tunapoishi hapa, Mungu anavyofanya kazi, wakati mwingine Mungu ashuki moja kwa moja kule mbinguni akasema sasa na kusaidia wewe. Kuna wakati atawatumia watu hao unaopishana nao mtaani ili kukuvusha mahali ambapo wewe umekwama. Haleluya watu wa Mungu. Sasa angalia, hao watu wengine walioandaliwa na mpango wa Mungu wana taarifa mbaya kuhusu wewe. Wengine wameambiwa maneno magumu kuhusu wewe. Wengine wameambiwa wewe ni muuni. Wengine wameambiwa wewe ni tapeli. Wengine wameambiwa wewe huwezi, wewe ni muongo. Wengine wameambiwa wewe hufai kusaidiwa. Lakini hao walioambiwa, miongoni mwao wako kwenye mpango wa Mungu wa kukushika wewe mkono wa shirika. Sasa nani atakayewafanya wakusaidie wakati wana habari mbaya kuhusu wewe? Nani atakayewafanya kama ni mtumishi aje akuombee wakati alishaambiwa wewe ni mchawi, ameshaambiwa wewe ni agent,
Ameshaambiwa wewe una roho ya Yezebeli, unaangushaga watumishi kwenye zinaa. Nani atakuja kukuombea? Wakati ameambiwa wewe una salau, nani atakuja? Kuna watu ambao wamewekwa na mpango wa Mungu kabisa kwamba wakushike mkono wa shirika kwenye biashara yako. Wengine wanakuja wakupe tu mawazo kwa sababu Mungu anachojua umekosa mawazo. Wengine wamekuja tu wakusemee. Unajua kuna watu ni wa kawaida, lakini wakikusemea unapata kibali mahali ambapo usingepata kibali. Yaani akikusemea tu akasema ule ni Mkristo, niko naye Foresi, naomba mumpokee. Watakupokea watu kwa sababu amekusemea. Kuna ofisi wewe usingeweza kuingia, lakini kuna mtu akikusemea tu unaingia kama vile ofisi yote wanakujua wewe. Sasa kuna watu wa namna hiyo, Mungu ameweka mpango wake kwa ajili yao ili wakushike wewe, lakini bahati mbaya wana taarifa mbaya kuhusu wewe, na wengine wana maneno mabaya waliyosikia kuhusu wewe ya zamani. Wanasema usimuone huyo mzee, alipokuwa na nafasi alitunyanyasa sana, hakujali mtu. Leo anahitaji msaada, nani atamnani? Kumbe Mungu anajua, ameshakubadilisha sasa. Wewe ni mtu wa Mungu na anajua ili uvuke hapo. Wale walio na taarifa mbaya wanatakiwa kukusaidia. Unajua kitu gani Mungu anafanyaga? Anachofanyaga, anaenda kutengeneza kibali mahali ambapo maneno mabaya yametangulia. Anaenda kukutambulisha yeye, ataenda kuzungumza nao kwa ndoto, ataweka msukumo ndani yao, waanze kujikuta kwamba wanatamani kukusaidia, pamoja na kwamba wamesikia habari mbaya. Na ndio maana watu wa Mungu, nisikilize, hili jambo hilo litokee, Sauli ilibidi aombe. Wengine hapa unatembea mwaka huu, lakini kuna watu wana habari mbaya kuhusu wewe. Kila maeneo uliotamani uvuke unakutana na vizingiti. Kumbe kuna watu wamepeleka habari mbaya. Unaweza ukawa mhubiri lakini watu wakapeleka habari mbaya. Unaweza ukawa mfanyabiashara, mfanyakazi, watu wamepeleka habari. Hupandi cheo, watu wamepeleka habari mbaya. Kila faili lako likifika wanasema huyu hapana, atatusumbua sana huku. Kumbe mtu wa Mungu wewe, Mungu alishakubadilisha siku nyingi. Ulitakiwa ufike mbali, lakini watu wameweka vikwazo kwa sababu ya habari mbaya. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe neema. Mungu yule Yesu yule aliyeongea na Anania ndio Yesu wako leo. Ndio Yesu abudu hapa kanisani. Ndio Yesu yule anaweza kuongea kwa niaba yako kwa watu walioweka vikwazo kwenye maisha yako. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Ndio maana unahitaji nguvu ya kibali kwa maombi. Unahitaji nguvu ya kibali kabisa. Mengine unafikiri ni magumu, sio magumu. Umekosa watu tu wa kukuonyesha njia, na Mungu anao hao watu. Mengine unafikiri umekwama, hujakwama wewe. Umekosa watu. Mtu mwingine ni mfanyabiashara, anatamani kwenda higher dimension, anatamani kwenda hatua ya juu zaidi, lakini ana struggle sio kidogo. Usifikiri kwamba Mungu hana watu wa kukuonyesha kwenda hatua ya juu zaidi. Ni ile tu kwamba hao watu wanaotakiwa kukuonyesha kwenda hatua ya juu zaidi, adui amewazuia, amepeleka habari mbaya kuhusu wewe. Na sisi lazima tumuombe Mungu kabisa, kila habari mbaya zinazokuhusu wewe ambazo zinakuzuia, Mungu akakutambulishe na kukupa kibali kwa hawa. Habari mbaya ambazo zinazuia watoto wako wasivuke mpenyo, Mungu akawatambulishe na wapate kuvuka mahali walipozuiliwa. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Andika hii moja tu. Andika hii. Kibali cha kiungu ni nguvu ya Mungu. Andika, kibali cha kiungu ni nguvu ya Mungu inayoleta na kukupa upendeleo wa kipekee mbele za Mungu na watu. Kibali cha Mungu ni nguvu ya Mungu
inayoleta na kukupa upendeleo wa kipekee mbele za Mungu na mbele za watu. Kwa hiyo kama unataka kupata upendeleo wa kipekee mbele za Mungu na mbele za watu, unahitaji kibali cha Mungu. Hiyo ndio maana ya kwanza. Maana ya pili, andika hii. Maana ya pili, kibali cha kiungu. Maana ya pili, kibali cha kiungu ni ruhusa kutoka kwa Mungu iliyobeba nguvu ya uwezesho kwa ajili ya mambo yanayotakiwa kufanyika na kufanikiwa. Ni ruhusa kutoka kwa Mungu iliyobeba nguvu ya uwezesho kwa ajili ya mambo yanayotakiwa kufanyika na kufanikiwa. Kwa hiyo kuna mambo ili yafanyike na kufanikiwa, unahitaji nguvu ya kibali cha Mungu. Ni ruhusa kutoka kwa Mungu, a permission from God. Ruhusa kutoka kwa Mungu iliyobeba nguvu ya uwezesho kwa ajili ya mambo yanayotakiwa kufanyika na kufanikiwa. Ndio maana utasikia mtu anasema hivi, Mungu aipe kibali kazi yangu. Unaelewa anachomaanisha? Kwa nini Mungu aipe kibali kazi yangu? Maana yake anasema nahitaji ile permission from God ambayo imebeba nguvu ya uwezesho juu ya kazi yangu katika kufanyika ipate kufanikiwa. Nguvu ya uwezesho. Hicho ndio kibali cha kiungu. Maana ya mwisho, maana ya tatu. Tunaposema kibali cha kiungu, ni nguvu kutoka kwa Mungu inayokuwezesha kupita au kutenda jambo kwa usahihi au kwa ubora zaidi. Nguvu kutoka kwa Mungu inayokuwezesha kupita mahali, na hata ukipita unasema hata mimi sijui nimepitaje. Kumbe ni kibali cha Mungu. Inakuwezesha kupita mahali na kutenda jambo kwa ubora au kwa usahihi zaidi. Kama ni mfanyabiashara, anatenda jambo kwa ubora, biashara yake kwa ubora na kwa usahihi zaidi. Sio kwa sababu amesoma, ila kwa sababu ya kibali cha Mungu kinachomsaidia kupita. Kibali cha Mungu kinaweza kukuletea watu wenye skills, watu wenye ujuzi na uwezo, wakakufanya na wewe uonekane kama vile umewahi kupita madarasa na madarasa. Kumbe ni kibali tu cha Mungu kimewaleta hao watu. Unapata new experience, ujuzi mpya, uzoefu mpya. Kwa hiyo kibali cha Mungu ni muhimu sana. Na ndio maana nikasema kwa nini unahitaji maombi? Kwa sababu kina vita sana. Na watu wengi tumekwama mahali kwa sababu ya vita ya kibali. Unashangaa watu uliokuwa unawapigia simu wanapokea, ghafla hawapokei simu. Afu ukiwauliza, kwani kuna shida gani? Hawapokea, anasema hakuna shida. Kumbe kuna watu wameenda kuharibu kibali chako. Sasa hizi tuna watu ambao ni wanafiki sana. Watu ambao hawamuogopi Mungu tena. Hawamuogopi Mungu. Watu ambao unafikiri ni ndugu lakini wanaweza kukuharibia kabisa maisha yako. Ndio maana lazima ujifunze kuomba kwa ajili yako na familia yako. Na mimi ninakuombea kwa Mungu. Hatuombi tu, lakini tunatamani kuona watu wanashiriki pia na meza ya Bwana, alafu watu wakiondoka waanze kuiona nguvu ya kibali inatenda kazi kwenye maisha yao na familia zao. Ndiyo hiyo agenda. Na kwa agenda hii tumekaa hapa siku 3, asubuhi na jioni. Na ndio maana nina ujasiri wa kukwambia, kwa sababu huu ni ujumbe Mungu alitupa. Huwezi kufunga siku 3 bila msaada wa Mungu, asubuhi na jioni na usiku. Alafu umekaa hapo mnaomba. Kile alichofanya Sauli tunakifanya. Na ndio maana hata kama ukupata nafasi, nimekualika, iko neema ya Mungu ya kukusaidia kwenye Agano Jipya. Njoo tuombe, andana sadaka yako. Unahitaji hii nguvu ya kibali. Mungu akusemee mahali usingeweza kusema. Mungu aongee kwa niaba yako. Mungu akusemee kwenye maeneo ambayo huna mtu wa kukusemea tu, wa kuongelea, lakini yuko Mungu Jehova aliye hai. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Kama umenielewa, tupungiane mikono namna hii. Mandarabashanda. Nataka nikuongoze tu maombi haya, alafu omba kwa dakika 1. Alafu tunaendelea na ratiba nyingine.
kongamano linaendelea. Kwa hata hili somo ni la kikongamano, lakini tunaendelea. Kandarabasha, kandarabashanda, kandorobos, mandorobos. Nyanyua mikono yako juu, ishara ya unyenyekevu na kusalenda mbele za Bwana. Sema, e Mungu li hai. Funika macho yako. Nimesema inua mikono yako juu mbele za Mungu ali hai. Badala ya kupiga magoti, ndio sababu tunainua mikono juu, ishara ya unyenyekevu mbele zake. Sema, e Mungu li hai. Paza sauti yako, sema, e Mungu li hai. Asante kwa neno lako asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo umesema nami, e Bwana, kwa habari ya kibali, kwa habari ya maombi. Ninainua mikono yangu, ishara ya kusalenda, ishara ya kunyenyekea. Mimi sijakamilika, mimi sijakamilika. Ninakuhitaji wewe kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu, kwenye kazi zangu, kwenye uchumi wangu, kwenye maisha yangu ya kiroho. Ninakuhitaji wewe na yoyote, kwa namna yoyote ile ambayo nimekukosea, ambayo nimekuhuzunisha, sijakupa nafasi kwenye moyo wangu unayostahili, sijakupa heshima unayostahili. Ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, na mimi unisaidie. Leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 3. Ninakuhitaji sana kwa ajili yangu, kwa ajili ya familia. Roho Mtakatifu, ninakuomba ufunue kibali chako ndani yangu, e Bwana, ndani ya watoto wangu, ndani ya uzao wangu, ndani ya maisha yangu na kwenye uchumi wangu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hata kama likoendelea nilitaka kukata tamaa, lakini kuanzia leo, amsha moyo wangu, amsha nafsi yangu, amsha roho yangu, ili niweze kupokea nguvu ya kibali, nguvu ya uwezesho, nguvu ya ufufuo, nguvu ya tumaini jipya, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Omba dakika moja mwenyewe, omba dakika moja, jiombe dakika moja, mwambie Mungu nisaidie. Nimekwambia unahitaji kunyenyekea sana mbele za Mungu. Mwambie Mungu nisaidie, ninakuhitaji sana. Mwambie Mungu nisaidie. Nisemee mahali siwezi kusema, ongea mahali siwezi kuongea, mambo yangu yanakwama, lakini wewe ndiye Mungu wangu. Ninakuhitaji sana. Ongea mahali siwezi kuongea, sema mahali ambapo sina sauti. Nipe kibali kipya huko kazini kwangu, huko kwenye uchumi wangu, huko kwenye ndoa yangu. Wewe unajua namna ambavyo nafuta suruhu, lakini sioni suruhu na hakuna wa kunisaidia. Umebaki peke yako Bwana. Ruhusu nguvu ya kibali, ruhusu nguvu ya kibali. Ni kweli wakati mwingine nilifanya makosa, lakini nauliza rehema zako. Ruhusu kibali kwenye maisha yako. Omba mtu wa Mungu, omba dakika moja, omba, toa sauti yako, omba. Mungu anatamani kusikia ukiomba. Wengine unapoomba sio kwa ajili yako tu Baba, kwa ajili ya watoto wako na wajukuu zako, wanategemea maombi. Wewe umemjua Mungu, inakuwaje juu ya wajukuu zako? Inakuwaje juu ya watoto wako? Ninakuomba Yesu, wewe uliyemsemea Sauli, wewe uliyemsemea
kwa Sauli, kwa Anania. Hata wakati habari mbaya zimemfikia Anania, lakini ulimsemea Sauli akapata kibali tena. Wako watu wamekwama, wako watu wanapita mahali pagumu kwa sababu maeneo yao yameondolewa kibali, kwa sababu maeneo yao yameondolewa kibali. Hakuna wa kuwasemea, hakuna wa kuwasemea. Ni wewe Yesu umebaki, ni wewe Yesu umebaki. Wengine vita ya familia yao ni vita ya kibali, wengine vita ya uchumi wao ni vita ya kibali. Uwasemehe, uwasemehe, uwasemehe Bwana. Mahali hawezi kusema, ongea habari zao. Sema kwa hao watu waliosaidi, hao watu ambao alitakiwa kuwasaidia wamejitenga nao. Baba nenda, Yesu nenda, Yesu nenda kwa hao watu. Sema juu ya habari ya huyu mama, sema juu ya habari ya mtumishi wako huyo, sema juu ya habari ya kijana huyo, sema juu ya habari ya familia hii. Kandurubusa rabashandarabakora rimandarabasa rindoriandarabasa. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu.